Maxi Nzengeli anatumia mfumo wa solo attacking. Solo attacking ni mfumo ambao of course unafanana na dribble. Lakini solo attacking maana yake kama kuna maeneo ambayo kuna msitu wa watu, unatembea na mpira. Ukitembea na mpira, tafsiri yake ni kwamba unakaribisha watu wakufanyie paulo, watu wakuangushe kwenye eneo la hatari. Kwa hiyo ni aina ya wachezaji ambao ni wazuri, ni aina ya wachezaji ambao wana skill, ni aina ya wachezaji ambao wanaweza kutembea umbali mrefu na mpira hata inaweza kufika mita 10 kwenye dribble. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu. Ni mchezaji muhimu na ni mchezaji mwenye msaada. Tumeona kwa kipindi chake chote ambacho amekuwepo Yanga, amekuwa na msaada mkubwa sana. Ni aina ya professional player ambayo mimi nawakubali sana. Kama unafahamu, professional player tafsiri yake ni kwamba ni mchezaji ambaye ana kitu cha ziada. Ana kitu ambacho akipatikani kwa wachezaji wa ndani. Ukiona professional player anasugua bench, huyo magumashi. Kwa sababu kwanza amesajiliwa kwa hela nyingi. Analipwa hela nyingi. Tafsiri yake ni kwamba yani huyo anaigharimu timu kama anasugua bench. Naona Nzengeli of course kuna nyakati mwalimu hamuanzishi moja kwa moja, lakini ni miongoni mwa wachezaji wazuri, ni miongoni mwa wachezaji ambao wana msaada kwa upande wa klabu ya Yanga, na nafikiri bado ataendelea kuwepo pale Yanga. Lakini kuna kitu namna style yake ya uchezaji kama alivyosema ya kudribble mpira kwa muda mrefu, endapo kama anakutana na kizuizi, maana yake maamuzi ya kutoa pasi yanakuwa kwake ni magumu ukiwa tofauti na of course tafsiri ya kudribble sio kama maamuzi ni magumu. Tafsiri ya kudribble kwa mfano ndio ili udribble maana yake unaona uko peke yako, unajitetea. Ndio tafsiri ya kudribble. Tafsiri ya kudribble maana yake unataka kwa mfano mchezaji mwenzako kwenye position aliyopo amezibwa, uweze kuacha pasi. Tafsiri ya kudribble maana yake ni kwamba umepewa counter attack, unataka uipandishe timu either kwenye wingi ya kushoto au ya kulia. Sawa of course sawa unavyosema kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanakaa mpira na mpira kwa sababu ya mbwembwe. Kuna madhara ya kukaa na mpira, hiyo inajulikana. Unakukwatuliwa, unaweza ukapata injury. Kwa mfano mtu kama juzi alipata injury kama Pacome. Moja ya kitu ambacho kimemsababishia apate injury ni kukaa na mpira muda mwingi. Maana yake ukikaa na mpira muda mwingi unawatamanisha mabeki wanakusogea. Ukimpunguza wa kwanza, wa pili, wa tatu lazima akuvae ili kuondoa madhara mengi. Na juzi kati wamelalamika mashabiki wa Yanga kwamba kwa nini tunapokutana na Azam Pacome anaumia au wachezaji wa Yanga wengine wanaumia. Tafsiri yake ni nini? Zile ni timu mbili zenye nguvu. Kwa hiyo unapoanza kupiga dalis, kupiga kanzu, hiyo inaleta wanasema yani unamdhalilisha mchezaji wa mpira wa miguu. Hawezi kukubali umbalishe kanzu. Kile alichotafsiri afisa habari wa Yanga alikamwe kwa jana kwamba Pacome aliumizwa kwa makusudi. Inaweza kuwa ni sawa kwenye mchezo wao na Azam. Kuumizwa kwa mchezaji si sawa. Lakini mimi ni mwalimu wa mpira wa miguu. Mimi ninapofundisha timu sipendi sana mchezaji akae na mpira. Sipendi sana mchezaji apige kanzu 1 2 3. Tafsiri yake nini? Hata mimi nimecheza mpira. Ninapoona mtu ananipiga kanzu, nje kunatokea nini? Nje mashabiki wanashangilia. Kwa haraka mimi nadhalilika, lazima nijitetee. Sura elewa hapo. Yaani siwezi kukubali. Kwa mfano ile chama unaijua, chama anakupeleka anakupunguza. Wachezaji wengi sana wanachukia ile style. Kwa hiyo kuna mwingine anakuja kukuvaa, anaona heri kwa sababu ni nje ya boksi la 18. Ni bora iwe faulo ila huyu tumpunguze, kwa sababu kwa mfano ukikwatulia mara moja speed yako inapungua.
Kama unakumbuka Pacome alimpunguza nafikiri mchezaji wa Azam, alikuwa atuliwa. Baada hapo alitoka na aliondoka kabisa. Kwa hiyo maana yake ilikuwa ni hasara kwa timu. Sawa. Tukirudi kwa Nzingeli, kwa namna timu kwa sasa ina score magoli, lakini kuna baadhi ya watu wakijaribu kuzungumzia kwamba kwa namna staili ya uchezaji wake anaocheza ni kwa sababu timu ina score magoli. Wendapo ikitokea timu kama ikiwa na muendelezo mbaya, wenda asingeimbwa kama anavyoimbwa sasa hivi kwa namna anapocheza. Timu ili iweze kupata mafanikio inahitaji kila idara iweze kufanya kazi. Idara ya nyuma, idara ya katikati. Idara ya nyuma tunajua kazi yake ni kuzuia na kuepusha balaa ambazo zingeweza kwenda golini. Katikati kuna aina mbili za midfield. Kuna midfield ambaye anachezea chini, kuna midfield ambaye anachezea juu. Yule wa juu kazi yake ni kusababisha tu faulo.